Moja kati ya viongozi ambao wamekuwa mashuhuri na wanaofuatiliwa sana Afrika ni huyu rais wa Burkina Faso Captain Ibrahim Traore. Kila upitapo vijana wanaliusudu jina lake na kazi yake haswa inapendeza. Huyu ni mtu ambaye amejizolea maadui wengi pia kutokana na misimamo yake mikali. Akiwa kwenye hotuba mbalimbali haogopi mtu yoyote, ukweli imekuwa ni jadi yake. Mbele ya rais wa Urusi Vladimir Putin aliongea maneno mazito na dunia mzima ikatikisika, akisema kwamba yeye si kibaraka wa Vladimir Putin bali yeye ni mwana mapinduzi anayetafuta haki ya Burkina Faso nzima. Ijapokuwa zipo nchi ambazo Captain Ibrahim Traore kutokana na misimamo yake ni ngumu sana kwake kutembelea. Nchi hizo ni zipi? Nchi ya kwanza ni Ufaransa. Traore amekuwa mkosoaji mkubwa wa Ufaransa, akituhumu kwa kuendeleza ukoloni mamboleo barani Afrika. Alifukuza wanajeshi wa Ufaransa kutoka Burkina Faso. Alifunga vituo vya ushirikiano wa kijeshi na kupunguza uhusiano wa kidiplomasia, na kwa sasa mazingira si salama kisiasa kwa ziara za kirafiki na kimataifa, na kamwe hajawahi kukanyaga Ufaransa tangu alipofanya mapinduzi katika nchi ya Burkina Faso mwaka 2022. Nchi ya pili ni nchi ambayo imekuwa kiranja wa dunia na hisi nyingine bali ni Marekani, na hapo aliyoko madarakani ni Rais Donald Trump ambaye naye kichwa yake haijakaa sawa. Kuna wasaa anaonekana kama rafiki na kuna wasaa anakuja kama adui. Captain Ibrahim Traore amekataa mialiko kadha ya kuelekea Marekani, ikiwemo mwaliko mkubwa alioitwa katika uapisho wa rais wa Marekani Januari mwaka 2025. Marekani imekosoa mapinduzi ya kijeshi nchini Burkina Faso na mara kadhaa imesisitiza haja ya kurejesha kwenye utawala wa kiraia. Zaidi, Marekani imeonyesha wasiwasi kuhusu ushirikiano wa Traore na Urusi, kwa maana Vladimir Putin, hasa kampuni za kijeshi binafsi kama Wagner Group. Hii imeifanya iwe vigumu kwa Traore kupata mwaliko ama nafasi ya kukaribishwa rasmi katika nchi ya Marekani. Kamwe Traore hajawahi kukanyaga katika nchi ya Marekani na hajawahi kufanya vikao na rais wa Marekani Donald Trump, hata mtangulizi wake Joe Biden. Nchi ya tatu ni Canada. Canada ni mshirika wa karibu wa Ufaransa na pia uunga mkono demokrasia barani Afrika. Haijaonyesha uungaji mkono wa moja kwa moja wa mapinduzi ya kijeshi na ina uhusiano wa karibu na kidiplomasia na serikali ya mpito ya Traore. Vikwazo vya kisiasa vinaweza kuzuia ziara yoyote rasmi ya Traore, na katika mazungumzo yake hajawahi kuonekana kuvutiwa na nchi ya Canada. Hii itakushangaza, kwani zipo nchi barani Afrika nazo pia hanaweza asikanyage kwenye hiyo nchi, na kuna ugumu sana wa kidiplomasia. Nchi hizo ni zile zinazotoka katika ukanda ule wa ECOWAS. ECOWAS imekuwa na msimamo mkali dhidi ya mapinduzi ya kijeshi, ikiwemo kuweka vikwazo kwa nchi ya Burkina Faso, Mali na Niger ambazo zimekuwa sawa. Ingawa uhusiano umeanza kutulia hasa baada ya kujiondoa kwa ECOWAS sambamba na nchi ya Mali na Niger, bado hawezi kufanya ziara rasmi kwenye baadhi ya nchi wanachama wa ECOWAS kama Nigeria pamoja na Ghana, kwani hawa ni wapinzani wake wakubwa katika utawala wake. Nchi nyingine ni Ubelgiji. Sababu kuu ni kama nchi ya Ulaya yenye msimamo mkali dhidi ya mapinduzi ya kijeshi, basi ni Ubelgiji. Anasimama pamoja na nchi ya Ufaransa pamoja na Umoja wa Ulaya kwa ujumla kupinga kile kinachoendelea ndani ya nchi ya Burkina Faso. Kumbuka, Ufaransa pamoja na Ubelgiji ni nchi mbili zilizokuwa na watu wengi waliowekeza kwenye madeni pale Burkina Faso, na watu wamefurushwa na Rais Captain Ibrahim Traore anajitanabaisha kama kiongozi wa mpito. Ubelgiji pia huwa na sera kali kuhusu viongozi wanaokiuka demokrasia. Hivyo ni inawezekana ngumu kwa Traore kupokelewa rasmi kwenye nchi kama hiyo. Nchi ya sita ni Ujerumani. Sababu kubwa, Ujerumani ni sehemu ya Umoja wa Ulaya na mshirika wa karibu wa Ufaransa.
amelaani mapinduzi ya kijeshi barani Afrika na anaunga mkono demokrasia na utawala wa kisheria, ijapokuwa Ujerumani si mwepesi wa kupeleka vikosi kulinda usalama, ila amekuwa akitoa matamko hususan kwa siku za hivi karibuni. Uweka vikwazo kwa viongozi wa mapinduzi na atoi mwaliko wa ziara kwa viongozi wa serikali mbalimbali za kiraia. Hata waziri mkuu wa Ufaransa alivyotembelea baadhi ya nchi barani Afrika, kamwe akukanyaga Burkina Faso. Nchi nyingine ni Uswisi, ikifahamika kama Swaziland. Hapa ni sehemu nyingine ambao Captain Ibrahim Traore ni ngumu sana kutembelea, ingawa haijulikani kwa misimamo wa kutotengana ama kutopendelea upande wote. Uswisi haishirikiani kwa karibu na tawala za kijeshi na imekuwa mstari wa mbele kuunga mkono haki za binadamu na utawala wa kidemokrasia, na pia ni sehemu ya mataifa yanayoshiriki kwenye sera za vikwazo dhidi ya viongozi wa kijeshi barani Afrika. Nchi ya mwisho ya 8 ni Uholanzi, New Zealand. Uholanzi na serikali dhidi ya tawala zisizo halali kikatiba na mara nyingi hutoa kauli za wazi kuhusu ukiukwaji wa demokrasia. Ni mshirika wa karibu wa Umoja wa Ulaya, European Union na Marekani, na haiwezi kumpokea kirahisi kiongozi aliyeingia madarakani kwa mapinduzi ya kijeshi. Pia inahusisha katika mashirika ya kimataifa yanayodai kurejeshwa kwa utawala wa kiraia nchini Burkina Faso. Captain Ibrahim Traore mwenyewe kwenye baadhi ya mazungumzo amekuwa akisema kwamba yeye si rais wa Burkina Faso na hatokaa pale milele. Anachokifanya ni kutengeneza njia mbadala, na mwisho wa siku ataiacha nchi ya Burkina Faso kwa wale ambao wana uwezo mkubwa sana wa kuiendesha nchi hiyo ili ifike pale wanapohitaji. Tangu ameingia madarakani amefanya mambo kadha wa kadha yanayofanya apate sifa kubwa akiwa barani Afrika. Mambo hayo ni pamoja na kuwekeza katika kilimo, kutoa elimu bure kuanzia msingi mpaka chuo kikuu, kufadhili miradi mbalimbali mikubwa kama usambazaji wa maji, umeme, ambapo wazee walio juu ya miaka 60 hawaruhusiwi kulipa bili za maji wala bili za umeme. Mataifa ambayo yamekuwa kipaumbele kwake na ameonyesha nia thabiti ya kushirikiana nazo ni pamoja na nchi ya Urusi, ambapo amehusika kwenye ziara mbalimbali na katika sherehe za kusherehekea ushindi wa Urusi. Captain Ibrahim Traore alikuwa sehemu ya watu waliofika kwenye hizo sherehe na alionekana kuwa karibu sana. Uchina ni moja kati ya nchi nyingine inayotajwa kuwa rafiki wa Rais Captain Ibrahim Traore, ijapokuwa China si mwenye kuweka wazi mashirikiano yake pamoja na nchi kadha wa kadha. Unadhani ni nini kinachosababisha Captain Ibrahim Traore apendwe sana barani Afrika na katika maeneo mengine? Tuandikie katika comment na sisi tutasoma. Hii ni Kanyasi Digital. Asante, bye bye.